السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، به نستعين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أما بعد، tukufu Islam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani bwana wetu kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikiwa siku hii leo ni tarehe 16, ni watu wamefunga siku 16 katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ya tumebakisha ayaman mahdudat. Mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi mzima ni ayama mahdudat, na siku zilizobakia vile vile ni siku chache mno, na kuna hasara kubwa kwa huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, na ajaib kwamba Waislamu wengi hawafungi. Na si ati kuambiwa, ni mwenyewe na sisi wenyewe sote tunawaona wengi, utakuta wengine wanatafuna vitu mdomoni, yani hata kama ufungi fadhali ujifiche, lakini watu wanafanya dhahir, huwa wamekosa adab na wamekosa misingi. Bal asafu shadid, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaongoze na tuongoze sisi katika njia ambayo ni ya kumkumbuka na kukumbuka zile khair ambazo ametupa. Ndio Imamu ana katika kisomo cha leo mwisho wa surati al-Insan, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema inna hadhihi tadhkiratun. Haya yote ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyozungumza, aliyotutatia, aliyotuelezea, hadhihi kullaha tadhkira, ni ukumbusho. Wa man shaa ittakhadha ila rabbih sabila, yoyote apendaye basi atachukua ile njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ambaye hawezi basi akichukua njia nyingine, alkhasara takunu min indi, zile khasara zitakuwa juu yake. Katika rakaiz alwahda au tahqiq alwahda, katika zile nguzo pillars za kuhakikisha umoja katika Uislamu, jana tulizungumzia al-istiqlal ash-shamil, kwamba Uislamu umekuja katika uhuru kamili. Mfumo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuletea mfumo kamili, watu wawe huru. Ndio kama insha attakhadha ila bihi sabila. Kwa hivyo al-istiqlal, uhuru wa kisiasa, uhuru wa kiuchumi, uhuru والثقافي وكثقافة، والتخلص من التبعية، na kujitoa katika kutegemea. Yani kuna desturi za watu wanategemea watu wengine, hawana uhuru wao. Kwa hivyo dini imekuja katika mfumo wa mutakamil, kamilifu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul An'am akisema qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul inna salati ibadat, bazo ni fardhia na jamaia, wa nusuki, na katika ibada za nusuk manasik alhajj,
wa mahyaya, na mfumo kamili wa uhai kwako, min almahdi ila allahdi, tangu mtu anapozaliwa mpaka anapoekwa kaburini, na salati wa nusuki, na vile vile katika hizo ibada za manasik, wa mahyaya, na maisha yako tangu unapozaliwa unaenda, wa mamati, mpaka unapoondoka katika ulimwengu. Kullu hadhihi liman lillahi azza wa jalla, unafanya haya yote kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndiyo katika mambo makubwa ni mambo ya iktisad. Tukagusia kwamba kuna iktisad al-Islam, uchumi wa mandhur ya Kiislamu, na mpaka leo kuna watu hawaamini vitu hivi. Ujahid, kama tulivyosema, aljali waraghabatu fi din. Ndio kuona kwamba katika Uislamu kuna Islamic social finance, na katika zile Islamic social finance ambazo zinamkuza ingia zaka, sadaqa, awqaf, at-tamwil sughra. Mwili sughra ni zile microfinance ambazo zinamsaidia Muislamu katika kumkimu mambo yake ya kawaida. Kwa hiyo kumkuja Uislamu katika njia ya at-takamul. Tuendelee na zile nguzo. Kuna taf'il at-tarikh, taf'il at-tarikh, kuzianzisha au kuzitekeleza kulingana na mifumo ya tarikh, historia yetu. Istikhdamu tarikh, kutumia historia kaadat litakhtit lilmustaqbal. Kama tarikh, ndio wasomi wengine wana mifumo ya wanaita reflection, na mmoja katika mwanachuoni anasema reflection, sisi tuko wapi sasa, na tulikuwa wapi, na tuenda wapi. Ona taf'ili hiyo ya kitarikh inakufanya wewe, inakuzindua ulikuwa wapi, uko wapi, na wenda wapi. Yani tuko wapi, wanaziita 3Ts. Tuko wapi, twafanya nini, na twenda wapi. Kisha akasema kivipi. Sasa haya maswali haya yanamfanya Muislamu anajua majukumu yake. Kwa hivyo kutumia tarehe, historia kama ala ya kupanga mustakbal. Na katika kupanga mustakbal, watu wengine wanasema mambo yote haya tumwachie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini Mwenyezi Mungu atuambia wa qul a'malu fasayara Allahu 'amalukum wa rasuluhu, ambie waumini wafanye, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake wataona yale mambo ambayo mnayofanya. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayr turhibuna bihi aduwwa Allahi wa aduwwakum. Kwa hiyo hizi zote ni takhtit na planning na kupangilia mipango kulingana na wa bina'ul hawiyya, jenga yale mambo ambayo Muislamu yatakikana ayafanye katika kukuza ile hali alionayo au ule msimamo alionao katika kuimarisha. Bina'ul umma, kujenga umma, la yatahaqqaq bituruq sahriya. Kujenga umma haingii katika mambo ya kupuzipuzi hivi, bal bi akhdhi al-asbab, bali umma unajengwa kwa sababu au kutumia njia ya asbab almadiyya wal ma'nawiyya, ya kimali na vile vile ya kihali ya kimaanawi. Wastishar almas'uliyya, na vile vile kuhisi uwajibikaji, responsibilities, ambazo responsibilities zile zinakuwa ni fardhia wal jamaia, yani yale majukumu ambayo yatakuwa ni majukumu
ya mtu mmoja au ya jamaa, kwa sababu kuna mambo ambayo yanakupasa wewe kama Muislamu kuyajua na kuwa nayo, yani au masuhulia ya mtu mmoja, na vile vile kuna collective measures ambao ni jamaia. Kuna maslaha, kuna aulawiyya, maslahati al-amma na maslahati al-khassa. Ayuma tuqaddam, ukiwa kuna maslaha ya maalum, maslaha maalum mtu mmoja, na kuna maslaha ya jamaa ya watu wengi, ayuma tuqaddam, katika maslaha mbili yapi yanakadimishwa? Kwa sababu maslahati fardiyya, masalih fardiyya, yale maslaha ya kibinafsi la tuqaddam min al-jamaiyya. Kwa hivyo katika fiqh una fiqhi al-awlawiyya, fiqhi ya kutangulizwa. Wewe una vitu viwili, wachagua gani ambacho kutangulizwa? Kuna chako na kuna cha jamaa. Kwa hivyo maslahati al-amma katika qaida ya fiqh tuqaddam min maslahati khassa. Katika mifumo ya fiqh, yani maslaha ya jamii ni bora zaidi kuliko yako mwenyewe. Lakini hayo yatendeka katika jamii kweli? La, kila mmoja angalia maslaha yake. Hapa kuna kitu gani nitakipata? Hawaangalii kwamba jamii kuna jambo gani linalofaidika nalo. Sasa sisi ukiangalia from the word go, tuna matatizo makubwa katika kufahamu fiqh at-tafaqquh. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din, yule Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakayemtakia khair basi yuampa fahamu ya dini. Mwenyezi Mungu akusema yuallimuhu, kuna farku baina ta'lim wa tafqih. Kuna watu usomesha lakini hawana fiqh, na ndio haya matatizo mengi ambayo yapo katika jamii. Mtume sallallahu alayhi wasallam ma khuyira, haikutokea kufanywa takhyir, mambo mawili amewekewa mbele, isipokuwa ikhtara aisaruhuma, anachagua lile ambalo lina taisiri, lina wepesi. Dini yusr, dini mfumo wa dini ni mfumo wepesi. Wala yushadda ahadun illa ghalabahu, yoyote hatachukua mfumo huu kuwa ni ngumu isipokuwa utamshinda njiani. Kwa hivyo katika hali kama hii, yajtami'u almuslimuna ala siyami shahrin wahid, waislamu wote wakusanyika kufunga mwezi mmoja. Wayafturun, na vile vile wafuturu. Wayusalluna at-tarawih jamaia au jamaa, wanaswali sala ya tarawih kwa pamoja. Fayudhiru maana al-ukhuwa wal-ijtimaa, na inadhihiri maana kamilifu ya udugu na vile vile kukutana, ujamaa. Na haya ndiyo mafunzo ya Allah subhanahu wa ta'ala na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yuridu Allahu bikum al-yusr, katika mwezi huu na maisha yetu mutakamil. Allahu yuridu bikum al-yusr, yuwatakia nyinyi mambo mepesi. Wala yuridu bikum al-usr, na wala hawatakii nyinyi mambo mazito. Ma ja'ala Allahu al-yusraini fi yusrin, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuweka uzito mara mbili. Hakuweka ma ja'ala Allahu al-usraini fi yusr, hakufanya uzito mara nyingi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakusema inma al-usri usr. Tuiona hiyo, inma al-usri usr, yani baada ya dhiki ni dhiki zaidi, au baada ya uzito ni uzito. Lakini amesema inma al-usri yusra, baada ya uzito ni faraja. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, baada ya uzito wote unaokwenda kwa Muislamu, wallahi huja wepesi. Na hii ni kauli
ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo wale ndugu zetu Waislamu katika mwezi huu na katika muda uliopo huu ulimwengu mzima wanaopata matatizo, uzito, wanaopata dhiki, kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaandikia nyinyi katika masuala ya vita, huwa kurhun lakum, ni jambo zito. Kwa hivyo Waislamu leo hii wanakumbwa na mambo mengi, uzito, lakini sisi tusema baada ya dhiki ni faraja. Kwa hivyo al-yusr wal-faraj karibu, ule wepesi na faraja iko karibu, na insha Allah kwa ule uzito unaokumba ndugu zetu Waislamu imma ndani ya nchi au nje ya nchi, kwa sababu wakati mwingine uzito sivyo unaofikiria wewe. Unaweza ukapata uzito usitanabahi kama huu uzito, ukapata mitihani usitanabahi kama hii ni mitihani. Lakini angalia tasbihi, Mwenyezi Mungu huleta uzito na kaleta mitihani hapo hapo, akafanya ukatokea jambo wewe mwenyewe ukashukuru ukasema alhamdulillah, ule uzito ukatoka, lakini ikawa lile jambo zito limekuwa handle na likatatuka kwa njia ambayo wewe mwenyewe washangaa, hii sijui nimeitatua vipi. Kwa hivyo inama al-usri yusra, katika mambo mengi katika maisha yetu, katika makazi tulionayo, katika zile harakati tulizonazo ambazo zinaambatana na maisha yetu, kupitia mambo mengi. Kila mmoja wetu hapa ana humumu, mpaka mzungumzaji. Sikute kwamba wakati mwingine mtaona yule bwana anazungumza maneno mazito, alhamdulillah hana matatizo, ukifunguliwa mambo yao waweza kimbia. Lakini tu ni mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuelimisha, akatujulisha, na akasema inna hadhihi tadhkira faman shaa ittakhadha ila rabbih sabila wama tashauna illa an yasha Allah. Kwa hivyo hii ndio misingi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuelezea ndani ya Qur'ani na ndani ya misingi au ndani ya mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo tuwe na mazingatio katika mwezi huu mtukufu Ramadhan, katika usali, katika kutoa, katika kuoneana huruma, katika kuangalia kutatua uzito ya watu ambao yani mambo ambayo yawakumba, kuwafanyia wepesi wenzetu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa mitihani mingi katika maisha yao. Allah Subhanahu wa Ta'ala tuwezeshe wenye kusikiza mema na kuyafuata. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.